Baba Prosper, mwashamu sana Baba Askofu Ludovick Joseph Minde. Itifaki imezingatiwa. Mapendo daima, daima. Mapendo daima. Nyakati za hatari hizi tunapokaribia kwenda kwenye lunch, akili inatuambia chakula tayari. Uzuri ni kwamba kama chakula ni tayari, maana yake tunakuwa tuko macho. Usije ukaamka kuta kimeenda. Mapendo tena. Yamezungumzwa mengi mazuri na ambayo yanatufikirisha, yanatusaidia, yanatujaza kwa kweli. Kwa hiyo wazungumzaji wetu wa kwanza, wa pili, wa tatu mpaka daktari wanastahili pongezi. Naomba tuwapongeze kwa namna hii. Kwa namna hii. Pikipiki na liaje? Nasikia mpiga kofi mara moja. Alafu kuna wale vishundu wanataka na nini? Ati kanda mbili. Mnaita kina nani wale? Vishandu wale. Kwa hiyo ile vishandu wanavuta kama mafuta mpaka uzito. Kwa hiyo ile asante sana. Kwa kweli ilibidi nizungumze kidogo kwamba kuna maswali, si ndio? Maswali mengi. Na kijana mmoja alikuja mbio sana, hapa anamkimbilia nani? Yesu. Alipofika kwa Yesu akapiga magoti, akamwambia nini? Mwalimu mwema, nifanye nini ili hata kumalizia? Mwalimu mwema, nifanye nini ili? Asante. Ni kijana alikuja mbio, akauliza swali, mwalimu mwema, nifanye nini ili niweze kurithi ufalme wa? Na Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mimi mwema? Wazijua amri. Alijibu nini yule kijana? Tangu mtoto wangu. Yesu kaza usiwe, usile, hizo nazijua. Alafu maandiko yanasema Yesu akafanya nini? Akamkazia macho. Akafanya nini? Akampenda. Sema akamkazia macho, akampenda. Akamkazia macho. Sasa ndio salamu yetu mpaka tunamaliza, na siongei sana kwa sababu mengi ishazungumzwa. Akamkazia macho, akampenda. Akamkazia macho, akampenda. Akamkazia macho, akampenda. Sasa yule kijana alikuwa anamkimbilia Yesu, na Yesu akampokea, akampatia changamoto kwamba akaona yule kijana yuko vizuri kabisa, isipokuwa na hicho ndicho kilikuwa changamoto kwa yule kijana, kwa sababu yule kijana, maandiko yanasema aliondoka akiwa na huzuni. Kwa nini huzuni? Kwa sababu alikuwa amejaliwa mali nyingi, ikawa ngumu kuachilia. Sasa pendo wa Mungu, mengi yamezungumzwa na mengi ni mema kuhusu ninyi ambao umeitika mwito huu wa Mheshimiwa Baba Askofu. Sasa ninyi mmekuja, yeye amewaalikeni na mmeitikia wito na mna maswali. Tulizo mwanzo, mnategemea nini? Mtu wa kwanza akasema kumjua Mungu. Sasa swali, tufanye nini basi ili tuweze kuwa vijana bora na tuweze kuboresha huduma yetu? Mimi naita huduma. Majibu yangu ni haraka. Wewe kijana, tuna afisa usafirishaji bodaboda, uwe ni kiungo cha maisha. Wameweza kuwa kiungo cha maisha.
Mwambie kuwa kiungo cha maisha. Alafu tabia za kuogopana hapa, alafu kwa nje tunapiga studio. Mwambie mzee kuwa kiungo cha maisha. Kwa sababu wewe unapoamka asubuhi, mama amemwandaa mtoto, anakwambia boda boda kafika, nenda shule. Ukifika uje unichukue na mimi, tunaambiwa hivyo. Kwa hiyo wewe unachukua mtoto, unampeleka shule, ukifika shule unamrudia mama. Unampeleka mama kazini, labda mama ni nesi. Ukifika hospitali umempeleka mama nesi, unamchukua mgonjwa unampeleka wapi? Nyumbani. Ukifika nyumbani yule mama alikuwa hospitali kutoka kama mboga imechukua shilingi 200, kanunulie nyama kilo ngapi uniletee. Msifu Yesu Kristo. Mapendo. Mmenipata hapo? Hebu jipige sasa, mimi ni kiungo cha jamii. Unatoka nyumbani, unaenda shuleni, unatoka shuleni, unaenda hospitali, unaenda nyumbani, unaingia mpaka jikoni. Mmoja kanisa fanya tunashika mpaka funguo za jiko na tunafungua mafriji. Niweke nyama pale chini. Tumsifu Yesu Kristo. Waniambia wengine hawa, "Father, sisi tunapaka funguo za jikoni." Maana unaunganisha jamii ile, nyumbani, kazini na kizuri zaidi makanisani. Kwa sababu na vijiwe vingi vyetu viko karibu na makanisa. Kwa sababu mnapokea na kuwapeleka watu makanisani. Ninyi ni viungo wa jamii. Na Prosper ameshagusia hapo, mnafika yale maeneo ambayo wengine ama vyombo vingine vinaweza kufika. Mwisho wa darani hapa nyinyi ndo mnaanzia. Mjipanga hapa. Huko gari ya zini ninyi mko pale. Mnaunganisha jamii kubwa na jamii ndogo, nyinyi ni viungo wa jamii na mjisikie ni fahari kubwa kwa sababu haikuwa hivyo miaka nyuma. Ndio maana hivi kuta kanda mbili imetoboka, huyu mtu anajitakia mwenyewe. Miaka ya 80 miaka yetu kanda mbili imetoboka ni kawaida. Kiatu kimekula ukona imeisha kawaida. Kwa sababu tulikuwa tunatembea. Tembea kwa sababu yenu mnarahisisha maisha. Lakini pia wewe ni msaidizi wa dharura. Wagonjwa, akina mama wajawazito, ajali. Mpeleka. Kwa wakati mwingine ndugu zetu wa usalama barabarani wanapokimbia, hawapendi kukimbia. Wanakuwa na dharura. Wanapeleka mgonjwa hospitali. Wanapeleka mama mjamzito hospitali. Labda wanaitikia wewe. Wale vishundu hapo. Msifu Yesu Kristo. Mapendo daima sana. Wewe tufahamu hali ya barabara zetu sio nzuri. Ninyi mnatusaidia, ninyi mnatukomboa. Kwani hivyo kijana yeyote anayefanya huduma hii ya usafiri ajivunie kazi hii kwa sababu anaokoa maisha. Anakuisha. Baba Padre Msafiri ameongea kuhusu thamani ya uhai. Kwamba sio tu unajali uhai wako, lakini unampeleka mtu mbio hospitali. Wakati mwingine hata pesa hamdai. Wongo. Hamjali. Tupeleke kwanza huyo mchukue. Nilitokea mimi. Hata ajali kadogo kwenye mtaro mbona. Nikafunga vioo vyote na nikasema sema tayari umekuja. Kusaidie. Wamezunguka boda. Ilikuwa saa moja pale Dar es Salaam. Nakwambia walininyenyua kutoka kwenye mtaro, wakaniweka barabarani, halafu akasema, mzee hujui kama ni padri usiku, mzee sehemu hii ni mbaya sana. Tukusukume mpaka pale kwenye mwanga. Na walifanya hivyo. Anayefanya vizuri Tabora, anafanya vizuri na peperusha jina lenu. Anayefanya vizuri Dar es Salaam, anafanya hivyo kupeperusha bendera yenu. Mnafanya kazi nzuri na mjivunie na mshikilie hapo. Amen. Mungu ni mwema na kila wakati. Mwisho kabisa kwa swala la kiungo cha jamii, ninyi ni macho ya mji. Zamani wakati bado hamjua wengi, mtu ambapo hajui mahali anapoenda anaenda kwa maaskari ama walinzi wa benki. Sasa ndio kwa watu salama, bana nataka kwenda sehemu fulani. Sasa mara nyingi hawa nao hawajui kwa sababu
Unadopiwa asubuhi, leo hapa, kesho huku. Lakini sasa hivi ukitaka kufahamu unapoenda, nenda kuuliza bodaboda, wanajua kona zote. Nikupeleke, nielekeze tu baba. Tafika mwenyewe. Mapendo, mnajua kila mtaa, mnajua kila duka, mnajua mabadiliko yanayotokea barabarani na kadhalika. Lakini pia mnafahamu watu. Mmoja akasema sasa hivi hata unapata kuoa, usihangaike kwenda kuuliza wazee wa mtaa. Uliza bodaboda. Bwana, kuna kabinti mimi nimependa bwana hapa. Mnasemaje? Wanakupa certificate. Wanga baba, endelea uko salama. Ama mapendo. Na wewe unayetaka kuoa ukisikia afu waseme kwa sababu wana siri sana. Acha kimbia. Kwa sababu wanajua wanampelekaga wapi kila weekend. Wongo. Lakini pia wewe ni kitambulisho cha uchumi ama ujasiriamali. Mtu mmoja alisema tunataka tufahamu, tupate maarifa kuhusu masuala ya ujasiriamali. Wakati nasoma kuhusu mambo, nilikutana na picha moja ya mama moja kabeba mikungu ya ndizi 12. Na yeye mwenyewe amesogea mbele, amekaa kwenye tanki ya mafuta. Amechuchumia namna hii, anaenda namna hii. Yes. Maana yake nini? Amebeba pesa, anapeleka pesa biashara. Sasa hivi kuna kitu ni delivery. Nipelekee mzigo wangu huku, unaenda haraka. Mnarahisisha na mnapaza uchumi wa nchi yetu. Mnageuza nguvu zenu na vyombo vyenu kuwa mtaji. Lakini pia mnajiajiri wenyewe, mnalipa kodi. Pamoja na pressure ya kuweka mrejesho. Mzee anasubiri saa 2 kamili upeleke ile shilingi ngapi? 7,000. Hapo ndo pressure jioni, mida ya saa 9 imefika, una shilingi 3,000, bado 4,000. Unaona changanyikiwa wapi? Ndugu zangu, watu usalama. Ukiona kijana mwishoni amechanganyikiwa, unajua bado ana balance ya shilingi 4,000 na saa 12 jioni, saa 1 inabidi apeleke mrejesho. Amen. Mnaelewa? Lakini unapofanya hivyo, jua hapa kesho lazima uwe salama kufanya kazi. Amen. Wewe ni kiungo cha uchumi pia. Unapofanya kazi unarahisisha. Sehemu nyingi za uchukuzi kwenye mashamba mpunga, nimekaa kule Shinyanga, bodaboda wapo kwenye majaruba. Sio tena makenta, hii bodaboda gunia 3-4 unabeba, zinaenda. Hongereni sana. Kazi hiyo ni nzuri. Sasa wewe jivunie hiyo. Lakini pia wewe ni kitambulisho cha kiroho. Wanasema wewe ni mtumishi wa siri, mtumishi uliyefichwa. Kwa nini mtumishi uliyefichwa? Kwanza, unabeba kondoo wa Bwana kuwapeleka kanisani. Hata kama wewe una ugumu wa kuingia kwa sababu unaenda kuchukua kondoo wengine waliobakia, lakini wewe pia unafanya kazi ya Mungu. Msifu Yesu Kristo. Lakini najua kuna vijana wengi wa Katoliki ambao wanakuja misa za kwanza ili wakitoka waendelee kufanya kazi yao. Amen. Si kweli? Mmoja kanisa, Father, mimi nilikuwa kwenye utoto. Kabia ongoza sala, akapiga sala vizuri sana, tukampigia na makofi. Yupo tunamuona. Kwa hiyo ninyi pia mnafanya kazi ya uinjilishaji kwa namna ya mtindo wenu wa maisha. Alafu mko na story. Mkijua mlimpakia ni padre ama ni katekista, mnaanza kupiga story za Yesu ikawaje hapa. Mnahubiri. Watu sikilizani, lakini mnajitahidi kuzungumza yale ambayo waona mteja wako anayehitaji. Hiyo nimeshuhudia mimi mwenyewe pia. Lakini cha msingi, msiishie tu kwenye mageti ya kanisa. Ingieni kanisani. Kwa sababu aliyewatiania nguvu ya kufanya mnayofanya anawasubiria katika madhabahu yake, Bwana wetu Yesu Kristo.
anayewaambia mmepungukiwa na kitu kimoja. Ongeza tu kilomita 1, ingia kanisani, nao utakuwa na uzima wa milele. Yule mteja unapea kila siku kanisani, hebu siku moja, kwa nini yeye kila siku? Uwe na swali la kujiuliza, kama vile ambavyo unauliza kwa nini huyu binti kesho anapita kwenda kwenye lodge hii, kwenye lodge hii, kwenye lodge hii. Majibu nayo. Kwa nini kila siku anaenda kwenye kanisa hili, kanisa hili, kanisa hili? Majibu, nenda kanisa. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema. Basi namalizia pale ambapo mnapokaa pale mnapofanya kijiwe, iwe ni sehemu nzuri ya mazingira safi. Tunzeni mazingira yenu pale. Nimeona simingine mmeka paka safi, mpanda maua, mmejengewa na kale nini kale kibanda, mmekaa vizuri pale. Lakini hayo yaendana na usafi wenu wa muonekano, mavazi na kadhalika. Mimi kwa kweli ninapochukua bodaboda, kitu cha kwanza naangalia huyu jamaa yuko msafi. Kwa sababu najua yani mimi na wewe tutatenganishwa na sentimita 2 hivi. Sasa kama ile koti lako hujafua, maana yake nitakohoa njia nzima. Mapendo. Wako wengi wasafi sana. Nakumbuka siku shuleni sisi walimu unamwambia mtoto mlete mzazi wako. Wale vijana wawili wakaleta baba yao. Walimu wakamwambia umesema mlete baba yenu. So this is your father. It's English medium. Yaani mtu wa bodaboda kapeleka mtoto English medium. Watoto ni kizungu kitupu. Kiasi kwamba walimu walivyomuona yule mzazi bodaboda wakasema hapana, tumesema kuletee wazazi wewe. Naye akasema I am their parents kwa Kiingereza. Walimu wakashangaa Wewe wapo kati yenu na naona mko smart katika muonekano, lakini mko smart katika akili zenu. Dumisheni hilo. Walaji wa huduma yenu wanalihitaji hilo. Hakuna mtu anapenda kukalia chombo kichafu. Amen. Mungu ni mwema. Kuweni safi. Kazi ni ngumu, vumbi na jua na mvua, lakini hiyo haikupatii msamaha wa kuwa si safi. Makofi kwa bodaboda wasafi. Nasema makofi kwa bodaboda wasafi. Mwisho kabisa, nimeona huruma kubwa kutoka kwa ninyi watu. Hii ni sifa inayofanya bodaboda aonekane kama msamaria mwema. Pale mnapowajali wazee na walemavu, kuwasaidia kupanda na kushuka kwa uvumilivu. Mama panda, ikiwezekana unamsaidia, ameshaenda umri. Nimeona mnavyowasaidia wanakaa vizuri kabisa. Lakini pia na wale walemavu, wakati mwingine kama mnatoa punguzo la nauli, ule anaonekana amekwama. Wapo. Hasa kama hauko kwenye hilo kundi, tafakari. Wewe unatoa huduma. Kuna mmoja nikwambia nipunguzie bei, akasema nunua ya kwako. Sasa nikasema nilikwambia nipunguzie bei, inamaanisha nimekafirika. Nilipotoka huko imenipata. Sasa ninapokuuliza unajibu hivyo, hautendi haki. Na mimi niko mkali. So ninyi ni watu wa huduma, unanihudumia mimi mteja wako. Alinielewa. Akachukua shilingi 700 badala ya 1000. Kwa hiyo wakati mwingine mnawasaidia hata wale ambao wanahitaji usaidizi. Mtoto ambaye mzazi amekukabidhi umpeleke shule na kumrudisha, unachukua jukumu la mzazi, unachukua jukumu la baba, mama, la kaka na dada. Naomba wale ambao wanawaendesha watoto kupeleka shule wanyoshe mkono. Naona makofi kwa
usalama wa watoto. Unapombeba mwanafunzi, unamjali kama mdogo wako au mtoto wako, hii inajenga imani kubwa kwa wazazi. Lakini wanasema no research, no right to speak. Wanasema idadi ya watoto wa kike wanaopata ujauzito asilimia fulani ya bodaboda. Uongo. Kwa sababu ulikataa nauli yake, hamna kuweka hiyo nauli. Watoto kwa watu kana kula mandazi, akaja kesho akakula andazi. Kwa kama kuna wale wanafanya hivyo, sio nzuri kwa bodaboda Mkatoliki, bodaboda mcha Mungu. Wale wazazi wamekupatia, wanayo imani, sio tu imani na wewe, wana imani na kundi hili lote la toa huduma hii nzuri. Wapendwa wa Mungu, mnaaminika. Jipe kifua, sema ninaaminika. Sema ninaaminika. Sasa kama kifua chako utakigusa, utagusa cha nani? Sema ninaaminika. Basi nisiwachoshe sana, ni kwamba kama ninyi mngekuwa hampendeki, msingalikuwa hapa siku ya leo na mhashi baba askofu na waheshimiwa mapadre, lakini pia na majamaa mimi wanawakimbia wa maaskari hapa. Napoendesha gari kwa mtu mmoja na shtuka wametokea. Wanatisha kila watu kwa nao pamoja, ni upendo mkubwa. Makofi kwa wapendwa wa Mungu. Sifa hizi sio mzigo, bali ni mavazi ya kiroho. Unapovaa sifa hizi, unakuwa hauendeshi pikipiki tu, bali unaendesha mabadiliko katika mji wa Moshi. Jamii ikiona sifa hizi haitakuita tena yule bodaboda, itakuita kijana wetu mpendwa. Una bodaboda wako, una kijana wako. Inabadilika kwa sababu wewe umetoka kwenye biashara, umeingia kwenye mahusiano. Amen. Inawezekana tukawa ni mapambo ya mji wa Moshi, kwamba jamii inajivunia vijana wao usafirishaji. Inawezekani? Kama inawezekana, sema amen. Naomba tujipongeze. Asanteni kwa usiku.